Naam, ujambo ndugu mtazamaji wa Baraka One TV, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha mitazamo yetu na watazamaji wetu, ambacho leo mko nami niite Roger Seko Kafala, ambaye niko nani kuomba kwanza msikose kujiabone na kusubscribe kwenye Baraka One TV, una share na usikose vile vile kutembea kwenye channel YouTube yetu ya Mwangaza Television, utapata vile vile mazuri sana ambapo tunakuwa tunaposti hapo. Haya, na kuomba karibu kufuata kwa makini mitazamo yetu na watazamaji wetu, karibu. Jambo bwana Rajabu, maake ile balisawaka mbele antuka Urusi njo tulikuwa na hitaji iingie kinaganaga mwe vitu juu au abakwake vya kusema vya kugandamiza pei abanyonyake pei abo banakwaka banatumika mupate na bapate na sie tupate nifanyaka vile ni Kisegeti ni juu tu mali yake ko kuingine bazungu njo maana naendaka ko na nani me ingikuwa Urusi lingiaka mwe vitu kama hivi telisha kaisha na wameenda kumbuka njo nyuma Amerika hakuna litatusaidia amwena kwaka tuko na tunyonya na mapolitiki zabo ziko nguvu. Unaona Rwanda kabisa, Kagame anatumika na Amerika, anawatumika nao na hawezi mufaa kitu mengi kwaka habati kama vyote wanasemaka batoki kama baisha katoka. Tulikuwa tushibote tuko na imani manake mwa ya grave bazalendo ba uvitu tulikuwa na wazaka batakia tutoshe mwa hii mahali zetu kwamo na abatipa habana tana force gani, hakuna force iko nayo, ni jutu bakuwa ya bazalendo nao banakuwa biko banakulia mwele makope shote banasema banakuya tugombole tuishachunga manake muhewa hakuna tuyapata katamu nani yoyote hewa na hivi tetu tunaonaka tu ni politiki wote na wote banakuwa tu mwele misio yao ya kupenda tu popile watakia tugombola na balisha kaisha na balisha tosha kitumaini kwao. Antukabe biko huku leo ni grave. Niko Goma. Antukabe biko huku Goma ni danger kabisa, manake watu ni kukufa ndio wanaanza kufia tasa manyumba juu ya manjala. Franga hakuna, bufranga ulikuwa manani maaki buisha kaisha. Watu wanaanza ishi hali mwaya mubaya sana. Ndio tunasema ewan Corneille Nanga yeye alikuwa na waziri makarie minie zilikuwa za babaki wala zilikuwa za ni mali ya Wakongomani, niomba alikuwa shikokotea peke bulangeti wengine masizie na jamaa yake akuri kila mtu nao presida iko vyake na wale wote hakuna mwenyeko na vyake, vile vyote ni vya Wakongomani. Ifo Kongo kabisa angalie gisi niweze jiorganize na Urusi na Burkina Faso na ile nani baone gisi wanezi unga muungano moya, jeshi yetu kwe na force arme yetu Kabila liwaka manake aliharibishaka ishakuwa vitepe nomba kuirepare tena chichi na hangi weza kele vita kabisa jili kwa korompi na ule Kabila aliharibisha vya mingi sana Mkongo. Misi seme Kisegeti misi na parti puri shi tuko mumutu mwenye ataleta amani na lete na maendeleo na makazi zionekane akiree manani makazi nini, usikwe bashomere sana. Ile njo tunatafuta meshia tudefandre mutu fulani huyu nani na nani. Banyarwanda ni bafo sana sana. Prezide ya jikazi asiangalilie na bazalendo baonu baambie kabisa basiangalilie ku guvernema seta kipiganaka na abatu bila kubapiga abatatoka huko, nomba bapigiwe njo batoki. Papa Rajabu, habari ya asubuhi. Melamuka bia kule. Nashukuru kwa hii tangazo. Nifuata tangazo ya asubuhi na nimefuata deklarasio ya Abubakari vile anavyoongea ako right. Wajua hawa watu tusipochunga sana, hawa watu wanatuchezea michezo ambayo haifai.
na hawa watu ni panyapuliza. Ukiangalia vizuri, ukienda polepole, ukienda taratibu, utaona huku wanafanya hivi na kule wanasema angalia, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, tukiwapumbaza huku. Wazalendo tusilale tafadhali, wazalendo tusilale. Kuna hatari kubwa mbele yetu, kuna hatari kubwa mbele yetu. Wazalendo tusilale, tusifatane na serikali. Sisi si watu wa serikali, hapana. Sisi ni wananchi, tunatetea nchi yetu, tunatetea haki yetu. Kwa hivyo tusilale kabisa kabisa. Juzi kuna kitu nataka kukosoa mtangazaji. Nilikufuata vizuri, nimekuwa nikisahau, lakini sasa hii nimekumbuka, nataka niseme hili jambo. Kuna siku ulisema wale vijana wa Kitusi wale wako kule, sijui ni Minembwe kule, sijui kunaitwaje huko nani, hii jina huwa inanikimbia sana, Mulenge huko milimani, wapi na wapi, wale watu wana hozi bi wagani, waache vita, wajiunge na serikali. Wajua kukuwa na bembeleza hawa watu ndio sababu wanatudharau, na tunajivutia hawa watu wakuje kwetu. Wakati tunawabembeleza tunafanya makosa. Hawa watu ni wakutandika kabisa paka wajisantire. Hapana. Tukome Kongo. Kongo si nchi ya nyingine. Kongo ni Kongo. Hakuna siku Kongo itaitwa Rwanda wala Uganda wala Burundi wala Tanzania hakuna hata siku moja. Lakini huku sema tutakuwa tukiwabembeleza kama mtoto, hapana. Hiyo kitu hapana. Tusijaribu hiyo kitu, tuachane nayo kabisa. Tupige maadui paka wasantire na watoke waishe kwa nchi yetu ya Kongo, kwa udongo wetu wa Kongo. Hatutaki mtu anayeitwa adui. Kama wataka kuishi Kongo, ishi kihalali. Angalia kama wale wa China wanaoingiana na watu wa M23. Hii watu msidanganywe hata kusema ati hawa watu wanakuja wanataka wapore serikali, wanani wadhibiti serikali. Hamna. Hawa watu wanatupumbaza wakipora mali yetu. Vita inaendelea na huku wanaendelea kupora mali yetu. Sasa hizi bwana Rajabu, unasemaje? Ni sawa? Mimi umeme ulikuwa umenishia ndani ya simu, sasa hivi ndo natosha simu kuchaji. Ndo nawafuata katika kipindi cha saa 6. Ndo nakifuata saa hizi, sijafuata cha saa 9, lakini nilitaka na mimi nichangie kidogo na niseme tu salamu. Nilikuwa nataka niwakosoe kutokana na mada ambayo ilikuwa mezani. Sasa nitaka nikuulize ndugu yangu, muache kuleta hasira ndani ya mioyo ya watu. Huyu sio wakati wa kuleta habari za kukasirikisha watu ndani ya mioyo. Huyu muda ambao tunao kwa sisi wataalamu wa mambo mbalimbali, huyu ulikuwa ni muda wa kufarijiana, yani watu kuambizana maneno ya kujengana mioyo, sio maneno ya kuvunja mioyo, hapana. Mjitahadhari sana nyinyi kama vile waandishi wa habari. Nafikiri katika kipindi cha jana nilikuambieni kwamba mjue kwanza hii television ya Baraka1 TV inafuatiliwa sana na watu wengi duniani. Sasa mkajikuta mnakuwa mnatuambia maneno ya kutufunja mioyo, itakuwa vibaya kwetu, kwa sababu itafikia kipindi kingine labda tutasema mimi nilikuwa mpenzi wa Baraka1 TV, sasa tunakuwa tunaambiwa maneno ya kutufunja moyo. Sasa swali ambalo nataka nikuulize na unipe jibu ukiwa utabahatika kuisikia sauti yangu. Usishindwe kunipa jibu, unijibu kupitia sauti kama hii yangu ambayo mimi nataka nikuulize swali. Kwa sasa hivi, kama vile wewe mwandishi wa habari, sasa hivi nani ambaye tukisema kwamba Kisekedi bana toka ikaa pembeni kwa sasa hivi, kwa saa tu hivi, sasa hivi tu, wewe unazungumza kuhusu viongozi wazuri? Kisekedi sio kiongozi mzuri, na mimi sio shabiki wa Kisekedi, wala mimi na Kisekedi mimi namchukulia tu kwamba ni kiongozi wa Kongo. Sasa nitaka nikuulize sasa hivi, nani ambaye unijibu
Hapana kujibia kwenye redio, unijibie kupitia sauti yangu. Unijibu na mbeba na mzee, mimi nilikuwa naona afadhali tungechukua mtu fulani ndo anafaa, anaweza kamaliza ya matatizo ya Kongo. Unijibu tu ili na mimi huyo mtu nimwangalie kwa makini, na kama ikibidi kumfanyia kampeni tumfanyie kampeni ili tumuondoe Tshisekedi ile nafasi tumweke yeye. Na jambo la pili nitaka nizungumze kuhusu mikataba ambayo bwana Kamere na Kabila na bwana Tshisekedi walitiliana. Hivi tangu mikataba kweli Kabila kama kuna mkataba ambao unaweza kwa waliandikianaga yeye na Tshisekedi kwa kukabidhiana madaraka, kutokana na shutuma zote ambazo bwana Kabila anashutumiwa leo Mkongo, kweli Kabila angeweza kukosa kutoa ushahidi? Angekosa kutoa ushahidi kusema kwamba bana, jamani tizameni huyu mtu japokuwa wananishutumu tayari wameshamkatia hukumu ya kifo kwa makosa ambayo ameyafanya. Wamesoma makosa takriban 1000 na zaidi, makosa ambayo Kabila ameifanyia nchi ya Kongo. Sasa milioni makosa mpaka hukumu ikaanguka mahakamani kwamba anastahili kufanya nini? Kuuawa. Sasa nini cha kumtetea Kabila kwa yale makosa yote ambayo wamemshutumu yeye? Nafikiri karatasi kama anayo na ushahidi tosha anao, Kabila anaweza kushindwa kuonesha kile kijikaratasi cha kusema kwamba jamani ushahidi wangu ndio huyu. Tunakwenda kwa swala la bwana Kamere. Kamere leo ni kama yuko nje kidogo. Cheo ambacho alikuwa nacho kama spika wa bunge ndio alikuwa anachukua namba 2 ya uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ni kama tumemtenga, wamemweka pembeni. Kutokana na harakati zao ambazo walizozifanya kati ya Tshisekedi na bwana Kamere, kwa saa hizi Kamere ni kama hana nafasi katika uongozi wa Kongo. Sasa huyu Kamere anaweza kashindwa na yeye kufikisha malalamiko yake na kumwambia Tshisekedi tizama, au akashindwa kuingia kumedia mmoja au hata kwa hii Baraka One TV na kuzungumza kusema kwamba jamani mimi Tshisekedi ni mtu mbaya, angalia si mkweli, ni hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa ndugu yangu, tafadhali sana kwa heshima yako unijibu. Na huyu jamaa ambaye anatoka kuzungumzia kuhusu masuala ya vita nini na nini, yeye aachane na hayo. Nafikiri vita ni kama vile anaamka tu asubuhi anakamata anampa mke wake chakula, sijui utatupikia kuku, utatupikia wali, sijui kwa kuku au kwa samaki. Anajua kwenye hii Kongo ilikuwa imeshafika. Utamsikia tu mtu anazungumza. Kabila amechangia kuibomoa hii Kongo miaka takriban 20. Walioandaa vita vya kuipiga Kongo waliandaa hii vita tangu mwaka 1917, 1970. Hiyo siri unaijua wewe kwamba vita vya kuiangusha Zaire ya Lepoke viliandaliwa tangu mwaka 1917. Mwa hiyo 70 wewe ulikuwa umeshazaliwa. 1970 wewe ulikuwa umeshazaliwa. Na mimi nilikuwa bado hujazaliwa wewe. Jambo. Ulikuwa bado haujao mwa ulimwengu. Sasa unakuja kujikuta vitu ambavyo vinaandaliwa vinachukua muda mrefu sana. Kongo tulikuwa na silaha. Mwendre Sikarmoshi. Ni kweli Tshisekedi alisema hilo na sio wote tulilisikia. Alijivunia nini? Alijivuna jeshi liko. Angalia arsenali ambayo ilikuwa Goma. Kweli kwa mawazo yako na fikra zangu mimi, kwa zile silaha ambazo zilikuwa pale Goma, kweli bwana Rajabu unijibu kabisa, usikose kunijibu. Unakubali kabisa silaha ambazo zilikuwa Goma ingeweza kuondoka mikono ya wasi? Anachukua silaha za kuilinda nchi ya Jamhuri ya Kongo, silaha za kupigana nchi kwa nchi, anaziweka Goma. Anakamata waaskari, anawapa kila kitu. Nini walikosa? Kumbe maskini ya Mungu, na angejuaga mapema zile silaha asingeziteremsha hata Goma. Hata kama waasi wangekuja kuingia pale Goma wangekuta basi hakuna hata silaha, lakini ni machungu kuangalia silaha za kuilinda Jamhuri ya Kongo. Kumbe wale ambao anapelekea zile silaha na ndo wale wako pamoja na wale wenye kuja kutupiga sisi Kongo. Silaha si walikimbia wakaziacha mikono ya wanani. Huku wanajeshi wako kufro, wanaomba risasi, wananyimwa, wanakuta magala zote za aeroporo ya Goma
depo zote zinajaa risasi. Wanajiuliza sasa hili risasi kwa nini tulikuwa tunanyima sisi masasi kuwanja wa mapambano? Sasa kuna vitu vingine bwana tuviache tu. Tuangalie kwanza, kwa sababu wanatuambia samaki uwe nafuata kwenye maji yanakwenda. Tuache kwanza hii. Tuangalie. Tusianze mtu kumjudge, kumjije na hatujaona mwisho wake. Kabila yeye miaka 18, 20 amefanya matokeo sasa. Matunda si ndio haya? Matunda si ndio haya sasa? Miaka 18 ndo matunda yake sasa haya. Sasa na Kisekedi kingaliki na miaka 6 bwana. Miaka 6. Wakina Museveni wako na miaka 40 wako kwa madaraka. Kagame yuko na miaka 32 kwa madaraka. Huyu Kisekedi wa miaka 6 kweli kwa sasa hivi tunaweza kuanza kumtwisha makosa? Bwana binauma. Unijibu kabisa. Uniambie swali langu la kwanza, ninakuuliza hivi, uniambie nani sasa hivi ambao unaona kwako wewe kama mwandishi wa habari, ni nani ambao tunaweza tukamtoa Kisekedi tukampatia yeye madaraka? Nani kwa sasa hivi tu, ili huyo mtu na mimi nimfahamu, tuanze kumfanyia kampeni. Bado mapema. Papa Rajabu Wanakabonga, mzee wangu wa Suma. Nadhani neno tuko tunairudilia kila mara, na sisi Wakongomani wazalendo tuko tunalia mtu mwenye anaweza akaingia hapa ku presidency ya Kongo akaongoza nchi mzuri, lakini hakuna mtu. Unajua juu ya nini? Felix ingawa tuko tunamtapa, iko anatumikia guvernema ya Banyarwanda. Hana guvernema pale yeye. Anaitwa pale president, lakini anatumikishwa na Wanyarwanda. Na hivi kwa natucheza hivi sisi Wakongomani, kuna siri waliweza kuongea na huyu Kazemberere na Kagombe. Siri zao wao wenyewe wanazijua. Na njoo kwa maana hataki Wakongomani waende mbele. Si unaona Mutamba alijinua pale kusema saidie nchi. Anafanya mambo mengi. Alikamatiwa mipango pale. Yani akakuwa sawa mtu mwenye aliua. Kakitu tu kadogo kalimpeleka jela, na akaonekana kama ni mtu mwenye alifanya mambo ya ajabu yenye siyowezekana umo Mkongo. Eske Felix alikosa uwezo ya kusema atoe Mutamba pale mwa ile shida. Lakini juu ya nini? Wote wale hawataki Kongo yetu iendelee. Hawa wote wako wanatumikia tumbo zao na mafamilia zao. Hapa iko anatucheza hapa, kesho manda yake naisha, atapita na achilia tena, ataachilia hii presidency kwa haba ndugu yake ba Nyarwanda. Na njoo kwa maana huko naona anatucheza kusudi siku zisogee. Alikuwa alishindwa na nini? Kushanje constitution. Lakini juu ya nini? Hana uwezo. Wanyarwanda njoo wako wanamhukumu. Zile makondisio zabo baliweza kusinye, na njoo zenye anashimamieko. Anaona akifanya tu yenye sisi Wakongomani tunataka, atauliwa. Lakini njoo kwa maana unaona iko anaenda asinye nao, afanye nao nini, aende. Ulishaona adui wako unamtembelea tena, munaenda ongelea pamoja. Ulivionaka wapi? Wala ulishaona unaenda omba msaada fasi fulani kwenye unajua adui wako naye iko pale naye anaomba msaada pale. Ulivionaka wapi? Sasa Wakongole wenzetu mjue, Kongo yetu haitapata mtu mwenye atashimama kuitetea Kongo yetu kama president mwenye iko kama Traore. Hatutampata ule Mkongo. Juu ya nini? Kazembereri alipandikiza Wanyarwanda wote, aliwazungurusha, akawaweka ngambo na ngambo. Na hapa ndipo kabisa tunafika tamati ya kipindi chetu cha mitazamo yetu na watazamaji wetu ambao wamesikia mengi sana
na umefuata mengi sana ambayo amezungumza watazamaji wetu wa Baraka One TV. Shukrani kwenu nyote ambao mlikuwa nasi. Shukrani kwamba naitwa Kizenga King Sele from USA, Ejide Kizenga Tembele, Kizabe Ayeba, Dedone Butoto, Kashosi from Australia, Kiza Salumu Mashaka Yamba, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Mene, Dafeza Daletisha, Dairen Askiskandeke, Asimwe Baguma, wazee wa Kakuma from Kenya, Lisha Nairobi, Emmanuel Mwangombe, Asani Ramadhani, Asukulu Ayeba na wengine wote ambao mlikuwa nasi kwenye Baraka One TV. Mimi naitwa Roger Seko Rafael. Asante kwa muda wenu. Chao chao.